Wapendwa nyote, tumsifu Yesu Kristo. Kama nilivyosema mwanzoni mwa adhimisho hili kwamba wazo kuu linalotawala siku ya leo ni shukrani. Kama ambavyo tumesikia masomo yetu mawili, somo la kwanza kutoka kitabu cha Wafalme na somo la Injili ilivyoandikwa na Luka, ambayo imetangazwa kwa kuimbwa vizuri sana na Baba Mwanyika, miaka 50 ya upadre. Sio mchezo, sio jamani? Sijui kama mimi nikifikia miaka 50 ya upadre nitakuwa naweza kuimba hivyo. Sasa hivi na miaka 19 tu. Hata 25 baba Mzena miaka 25 mwaka huu. Baba Mnifuna alikwisha kutimiza miaka 25. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye mgawaji wa yote. Yeye ndiye mwenye kutukirimia yote. Yeye ndiye mwenye kutuwezesha hata pale ambapo nguvu zetu zinakuwa zimekwisha, tunakuwa hatuwezi tena. Mungu anatufanya tuendelee, na Mungu anatufanya tufanikiwe hata katika yale ambayo tungedhani kwamba tusingeweza kufanikiwa. Na tunapokuwa tumefanikiwa, kile kinachotarajiwa ni shukrani. Mungu humshangaa mwanadamu ambaye anakuwa hana moyo wa shukrani. Mwanadamu anayejidhani kwamba alionayo, alivyo ni kwa jitihada zake mwenyewe, akasahau kwamba anakirimiwa na Mungu kuanzia na uhai wenyewe. Tunaishi kwa sababu Mungu ametukirimia uhai. Katika somo hili la kwanza, huyu Naamani ambaye alikuwa mtu mkubwa sana katika taifa teule, alikuwa anaongoza majeshi, alikuwa mkuu wa majeshi. Kwa bahati mbaya akakutwa na maradhi yale ambayo kwa wakati huo yalikuwa hayana tiba kabisa, yaani maradhi ya ukoma. Na kila aliyepatwa nayo alihesabiwa kama vile amekufa. Alitengwa na familia, alitakiwa kwenda huko porini, msituni kuishi, mpaka pale ambapo kama angebahatika angetangazwa na makuhani kwamba amepona ukoma na hivi anaweza kurudi. Wako waliobahatika kupona na wengine basi walifia huko porini kwa sababu hawakuwa wamepona. Naamani amekutwa na ugonjwa huo, akawa amebabaika, amehangaika. Kwa bahati njema, kwenye familia yake alikuwemo mjakazi mmoja ambaye alimwambia mke wake na Naamani, naona bwana wangu hana raha, ana mahangaiko, ana mateso kwa sababu ya maradhi hayo yaliyompata. Mimi ninamjua mtu kule nilikotoka ambaye ni mtu wa Mungu, akienda kwake na kuombewa atapona maradhi hayo. Akakubali, akaomba ruhusa kwa mfalme amwandikie barua ya kwenda huko. Na bila shaka, kama ilivyo kwetu sisi wanadamu, mara nyingi utarajia sana miujiza yenye kishindo, na hivi na Naamani naye alikuwa anataraji afike kwa huyo mtu wa Mungu afanyiwe mbwembwe. Na nasikia na mbwembwe za kuna zile mbwembwe za
za waganga wa kienyeji. Hata kama anakupatia dawa ya tumbo ambayo anajua inaponya, anaongezea mbwembwe. Hiyo ni mbwembwe tu, hazina uhusiano wowote na ile dawa kuponya. Na siku hizi kuna mbwembwe nyingine za wale wanaotumia jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, haleluya. Yaani kama vile Mungu alikuwa ni Mungu wa kukelema. Mungu wetu ni mpole, Mungu wetu ni mwema, Mungu wetu hatishi. Kwa hiyo Naamani naye alitarajia kwamba atakutana na mbwembwe nyingi. Cha ajabu, akaambiwa kabla hajafika hata kufika, aende mtoni akajioshe mara 7. Ubishi ukaanza. Nilipotoka nimevuka zaidi ya mito 7. Huo mtu anayesema nishuke mimi nikajioshe, una utofauti gani na yale maji niliyoyaacha nyumbani? Akawa mbishi wewe. Lakini baadaye wale watumishi wake kwa unyenyekevu kabisa wakamwambia, Bwana, sasa ungekuwa umeambiwa jambo kubwa zaidi, si ungefanya? Kama ungeambiwa uiname uchange huko Afrika Kusini, si ungekubali? Sasa huyu alikwambia uende tu hapo mtoni, uende ukajioshe, kuna shida gani ukienda? Hapo ninapoanzia somo la leo sasa. Akashuka, akajiosha, akatoka amepona. Ugonjwa wote umefanya nini? Umepotea. Ngozi yake ikarudi kuwa nyororo kama ya mtoto mchanga. Akarudi kutoa shukrani. Hapo tunapoanza kumuiga na kumuona mfano. Hakuondoka moja kwa moja kwenda nyumbani. Akaamua kwenda kutoa shukrani. Na pale kwenye kutoa shukrani pana fundisho. Anape sadaka yule mtu aliyemwelekeza aende akajioshe mtoni. Lakini yule mtu tunaambiwa alifanya nini? Alikataa. Kuna watu siku hizi waliojipa vyeo vikubwa kwa kutumia neno la Mungu. Akitolewa sadaka unafikiri anakataa? Yaani akiambiwa wewe ndio uliyeniponya wewe, unafikiri anakataa? Kwa hiyo mnyenyekevu huo na kweli. Yule alikataa. Alisema sio mimi sikukuponya. Mimi nimetumika tu kama mjumbe. Kama ambavyo leo ninyi vijana bila shaka mnawapa shukrani walezi wenu. Lakini walezi nao hizo shukrani hawazipokei wao kama wao. Wanamgeukia Mwenyezi Mungu kwa sababu wao wamewekwa na Mungu. Hawazipokei wao kama wao. Kwa hiyo yule mtumishi akamwambia, mimi sistahili kutolewa sadaka. Yupo yeye Mungu ambaye anapaswa kutolewa sadaka. Na kalielewa hilo Naamani. Akasema, basi kama ndivyo hivyo, ninaomba niruhusiwe walau kuchukua udongo wa mahali hapa kama ishara ya uwepo wa Mungu katika udongo huu, ili niende nikautumie kujenga madhabahu ambapo mimi nitakuwa natoa sadaka, si tena kwa miungu ile ambayo nilikuwa naitolea, bali nikatoa kwa Bwana. Unaona? Kupona katika mwili, kupona katika maradhi kumemsogeza Naamani kwa Mungu wa kweli. Kumemsogeza Naamani kuutambua upendo wa Mungu, kujali upendo wa Mungu, kumuona Mungu sasa katika maisha yake. Kabla alikuwa anaishi tu, sasa anamuona Mungu katika maisha yake, kwamba bila yeye hatoweza chochote tena. Nitamtolea
Mungu sadaka, na nitafanya hivyo kama moyo wa shukrani, si kwa uponyaji tu alionitendea, bali kwa mambo mengi sana ambayo ameyatenda maishani mwangu. Katika Injili pia tumesikia habari za hao wakoma 10 ambao walimlilia Yesu walipomsikia akipita. Yesu, mwana wa Mungu, Bwana mkubwa, uturehemu sisi. Kwa mbali wanamwita, kwa sababu kama nilivyosema, kikanuni hawakutakiwa kuwasogelea watu ambao si wagonjwa wa ukoma, walitakiwa wakae mbali. Bwana uturehemu sisi, marehemu sisi, tuko huku porini, tunaishi maisha yasiyofaa, sio ya kibinadamu. Na kweli walikuwa wanaishi vibaya sana. Ndugu zao walikuwa na wajibu wa kuwapelekea chakula, lakini walipokuwa wanawapelekea chakula walitakiwa kugonga kengele, sio kwa ajili ya kuwaita wasogee, bali wakimbie waende mbali zaidi, wasije wakawagusa. Na waliwamiminia chakula wakihakikisha kwamba chombo walichopelekea chakula na kile wanachokimiminia chakula havigusani. Na baada ya hapo waligonga kengele kwamba tumeondoka, baada ya kwenda umbali mrefu kidogo, sasa msogee kule chakula chenu. Kwa hiyo walikuwa wanaishi maisha mabaya. Katika mazingira hayo wanamlilia Yesu awarehemu. Yesu anawaonea huruma, anawarehemu, anawapa maelekezo kama Naamani alivyoelekezwa, nao wanaelekezwa, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani, mkajionyeshe kwa makuhani. Yesu hawaambii sogeeni niwaguse ili mpate kupona, wala Yesu asemi na waponya, haya poneni. Nendeni, anzeni safari ya kuelekea kwa makuhani, wale ambao walikuwa wamepewa na sheria ya Musa jukumu la kuwakagua waliokuwa wakoma na wamebahatika kupona, warudi tena kwenye jamii. Mwende mkajionyeshe. Wakaanza kuondoka, wakiwa njiani wakajikuta wote 10 wamefanya nini? Wamepona. Na ilitokea kwamba kati ya wale 10, 9 walikuwa Waisraeli, Wayahudi walioijua dini, walioiishi dini, na mmoja wao alikuwa Msamaria, yaani mpagani. Sasa baada ya kupona, kama ilivyosikika hapa, yule Msamaria pekee, yule mpagani, alirudi kutoa shukrani. Alionja kwamba amepata fadhili, amefadhiliwa, amerehemiwa, amepokea kile ambacho hakuwa wala amestahili, akamsujudia, akamshukuru. Yesu anajiuliza, kwani waliopona si wote 10? Wale 9, wale 9 wako wapi? Akamwambia yule aliyepona, uinuke uende zako, kwa kuwa imani yako imekuokoa. Umeokoka. Unaona tofauti hiyo? Wale 9 walipona tu. Huyu aliyerudi kushukuru, zaidi ya kupona, ameokolewa. Fundisho ni kwamba tusipokuwa na shukrani kwa Mungu, tunaweza tukaishia kama wale 9, tukawa tunapona tu, lakini hatuokolewi. Shukrani kwa Mungu zinaokoa. Tunapomshukuru Mwenyezi Mungu
anatutangazia wokovu, anatutangazia uzima, anatutangazia afya si tu ya kimwili, bali zaidi sana ya kiroho. Ndugu zangu wapendwa, leo ninyi vijana 20 mmeamua kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amewajalia mema mengi, neema nyingi, baraka nyingi. Hata kama inawezekana wakati mwingine mlibishana kidogo na wajumbe wa Mungu na watumishi wa Mungu, na labda wakati mwingine mliambiwa tofauti na mlivyotarajia, kama ilivyokuwa kwa Naamani, lakini yote kwa yote mmeweza kufikia ule mwisho wa kuweza kuhitimu masomo yenu, kuhitimisha malezi yenu ya seminari ndogo, na hivi mnao huo moyo wa shukrani, kwa maana mkachagua masomo haya mkimshukuru kwanza kabisa Mungu aliyewaumba, aliyewajalia zawadi ya wito, aliyewajalia kuja kulelewa hapa Mafinga seminari na si penginepo, akiwa na makusudi yake, ambaye yeye mwenyewe sasa ataendelea kuzungumza nanyi mioyoni mwenu, akiwaambia kile ambacho yeye anatamani muwe. Ni kipindi muhimu sana na nyeti sana kwenu hii miezi hii, kuanzia sasa mpaka pale mtakapoamua. Ni kipindi nyeti sana. Mungu atazungumza nani. Msikilizeni Mungu na si mwingine yeyote. Msimsikilize mtu mwingine, msikilizeni Mungu. Hata yule aliyekulipia ada usimsikilize. Mheshimu, mpende, lakini usimsikilize kinyume cha mapenzi ya Mungu. Ukimsikiliza yule kinyume cha mapenzi ya Mungu, utakuja kupata matokeo ambayo sio mazuri. Mungu akikwambia mimi ninakutaka wewe uwe padre, muitikie. Mungu akikwambia mimi ninataka malezi uliyoyapata hapo seminarini uende ukayatumie kama mwalimu mzuri wa sheria, uende. Mungu akikwambia malezi uliyoyapata hapa nataka yakufanye uwe daktari mzuri, uende. Lakini akwambie Mungu, asikwambie mtu yeyote mwingine. Kwa hiyo nakualikeni kwamba tumieni kipindi hiki kusali, kumsikiliza Mungu anawaambia nini, anawaambia mfanye nini, anawaambia mwende wapi. Msikilizeni Mungu na si mwingine yeyote awaye. Na ninaamini mtafanya hivyo kwa sababu kwa tendo hili la kumshukuru Mungu, maana yake mnazidi kujikabidhi zaidi na zaidi kwake. Mnayakabidhi maisha yenu kwake. Vyovyote vile ambavyo kesho mtakuwa, endeleeni kuwa watu wa Mungu. Tumesikia Naamani alipoonja kwamba amepona, alimtambua Mungu wa kweli na akaahidi kwamba atakuwa anamtolea sadaka huyo Mungu wa kweli. Na sisi ni matumaini yetu, wewe kijana uliyelelewa hapa, uendelee kumtolea sadaka Mungu wa kweli, uendelee kusali. Usiende kupiga hesabu kwamba nilipokuwa seminarini nilisali misa siku 5,600, kwa hiyo sitaenda kanisani mpaka hizo siku zimeisha.
Usiende kujipigia discount, sawa ukaendelee kusali, ukayakabidhi maisha yako kwa Mwenyezi Mungu, na utaishi kwa furaha sana, kwa sababu Mungu ndiye atakayekuwa anachochea, anastawisha maisha yako. Lakini pia mna moyo wa shukrani kama nilivyosema, kwa walezi wenu, walimu wenu, ambao mimi ninaweza kusema kazi walioifanya ni kubwa zaidi, kwa sehemu kubwa ajabu ya kile ambacho wanaweza kuwa wao wamepata, katika maana ya vitu. Katika maana ya neema wamepata kubwa sana, lakini katika maana ya vitu, ndio maana mimi wanasema siwezi nikasema kuna mshahara unaotosha kumlipa mwalimu. Yaani mwalimu anayekuondolea ujinga alafu mlipe, useme tunabadilishana, mimi nakupa hela wewe unanipa akili. Inawezekana? Yaani akili, yale maarifa anayokupatia ni makubwa zaidi kuliko hela yoyote ambayo wewe ungempa. Wewe ukimpa 10,000 baada ya masaa mangapi 10,000 imeisha? Yeye hesabu za algebra alizokufundisha zinaondoka. Maarifa ya sayansi, biolojia aliyokufundisha yanaondoka, bado na utaenda nayo. Kwa hiyo wewe tukasema unamlipa mtu kwa maarifa anayogawia. Basi kwa vyovyote vile huwa tunasema ni lazima kusaidiana ili na mwingine aweze kujikimu, lakini hatuwezi tukawianisha hata kidogo. Kwa hiyo mna moyo wa shukrani kwa walezi wenu, kwa walimu wenu, kwa wahudumu mbalimbali, wakiwemo wahudumu wa wapi kule upande wa pili, sio kwenye vigozi, wale wa muhimu, sababu namna nyingine kanuni za physics zisingeingia vizuri kama ungekuwa una katumbo ambapo kako katupu. Kwa hiyo mnawashukuru hao wote, lakini mnawashukuru pia hata wenzenu, waseminari wenzenu. Uwepo wao kwa vyovyote vile umechangia kwa kiwango fulani katika ninyi kufikia hapo mlipofikia, lakini mnapeana shukrani na ninyi wenyewe. Utake usitake, vile ulivyo wewe leo, kuna sehemu imechangiwa na huyo ambaye umekuwa naye kwa miaka hii au miwili au miaka yote 6, amechangia kitu fulani. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba mwe mmechangiana mambo mazuri, mwe mmeponyana, sio mmeambukizana ukoma au mmeambukizana ukoma, sio mkaondoka na ukoma mlioambukizana. Tunatumaini kwamba atakuwa mmesaidiana kupona na mnakwenda nyumbani mkiwa katika hali iliyo bora. Kwa hiyo neno linalotawala ni hilo, ni shukrani. Kwanza kwa Mwenyezi Mungu ambaye kwa kweli sote tunamshukuru, kwa sababu ndiye anayetuweka, ndiye aliyetupa zawadi ya uhai, ndiye anayetutunza, ndiye aliyetukomboa, ndiye anayetakatifuza, ndiye hatima yetu. Lakini pia kama nilivyosema, basi shukrani